Na kwingine kwa mtazamaji, hali ya taharuki bado imetanda kaunti ya Laikipia baada ya mamia ya wakazi wa baadhi ya vijiji kutoroka kwao kwa hofu baada ya shambulizi la hivi majuzi kusababisha kujeruhiwa kwa watu wawili. Uvamizi huo pia ukisababisha wizi wa zaidi ya mifugo 1000. Hofu hii sasa ikisababisha mamia ya wakazi kuhama makao yao katika vijiji vya Naibunga, Apa, Salamba na Sik. Sharon Nkonge anaarifu. Mamia ya wakazi wamefurika katika barabara ya Doldol kuelekea Nanyuki wakisafirisha mifugo wao kwenda maeneo salama zaidi. Wanaume kwa vijana wanaonekana wakiandamana na mifugo wakielekea pande ya mji wa Nanyuki kwa hofu ya maisha yao na kupoteza chanzo chao pekee cha kipato. Ni watu wamekuja, wamepika mabunduki, akachukua mbuzi ya mama sita majirani tu hapo. Lakini mpaka wanapika karibu apike nini umpa risasi karibu kwa boma yangu. Mpaka sisi ukasema mpaka watoto hajalala leo usiku. Mimi nilitoroka. Kuna majamaa walishikwa hapo nini? Wakiwa bado ndani ya mahali tulikuwa. Safari hii inapoendekea, kina mama na watoto wamelazimika kutafuta hifadhi katika shule ya msingi iliyo karibu ambako madarasa yamegeuzwa kuwa makazi ya muda. Watu wawili wanapokea matibabu katika hospitali ya Doldol baada ya kujeruhiwa kwa risasi, huku wengine wawili wakiripotiwa kutoweka walipokuwa wakifuatilia mifugo yao, hali inayozidi kuongeza wasiwasi wanaposubiri kurejeshwa kwa usalama. Nishugua juzi alafu tena hata leo usiku ya leo tena kaenda naye. Boma ile leo ndio imepigwa leo ndio wamefahamia na wakaana na mali yote. Busi imeenda. Saa hizi tumehamisha hii kwa sababu jana usiku amehamisha boma 5. Ni kwa sara na wate. Sasa hauna serikali mzuri. Ni Mungu tu. Ndio, ni Mungu tu niko. Mungu tu mimi naona hiyo ndio serikali yangu. Wakazi wanadai kuwa majangili yao wamekuwa wakifika katika makazi yao kwa siku 3 mfululizo wakitoa vitisho vya kurejea tena. Wanasema licha ya tangazo la waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kuhusu operesheni ya kiusalama katika msitu wa Mukogodo, hakuna dalili zozote za uwepo wa maafisa wa usalama katika eneo hilo. Sharon Nkonge, Runinga Citizen, kaunti ya Laikipia.